Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana sana sana. Bwana, leo tumefanikiwa kufika katika sura hii ya 46. Ni sura ambayo ina mistari si mingi sana, lakini si michache sana, kwa sababu ni mistari 34. Kwa hivyo tutaipitia kwa utulivu mzuri kabisa mpaka pale ambapo tutakapomaliza. Basi tusali. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe wanaotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe kwa yule mwovu. Kwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Msikilizaji, karibu sana tuweze kusoma pamoja katika sura hii ya 46 ya kitabu cha Mwanzo. Akasafiri Israeli pamoja na yote aliyokuwa nayo, akaja Beersheba, akamchinjia sadaka Mungu wa Isaka babaye. Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku, akasema, Yakobo. Yakobo akasema, mimi hapa. Akasema, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako. Usiogope kushuka mpaka Misri, maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko. Mimi nitashuka pamoja nawe mpaka Misri, nami nitakupandisha tena bila shaka. Na Yusufu ataweka mkono wake juu ya macho yako. Yakobo akaondoka kutoka Beersheba. Wana wa Israeli wakamchukua baba yao na watoto wao wadogo na wake zao katika magari aliyopeleka Farao ili kumchukua. Wakatwaa na wanyama wao na mali zao walizokuwa wamezipata katika nchi ya Kanaani, wakaja Misri. Yakobo na uzao wake wote pamoja naye, wanawe na wana wa wanawe pamoja naye, binti zake na binti za wanawe na uzao wake wote aliwaleta pamoja naye mpaka Misri. Haya ndiyo majina ya wana wa Israeli walioingia Misri. Yakobo na wanawe: Reubeni, mzaliwa wa kwanza wa Yakobo, na wana wa Reubeni: Hanoki na Palu na Hesroni na Karmi. Na wana wa Simeoni: Yemueli na Yamin, Ohadi na Yakini na Sohari na Shauli mwana wa mwanamke Mkaanani. Na wana wa Lawi ni Gershoni na Kohathi na Merari. Na wana wa Yuda ni Eri na Onani na Shela na Peresi na Zera, lakini Eri na Onani walikufa katika nchi ya Kanaani. Na wana wa Peresi ni Hesroni na Hamuli. Na wana wa Isakari ni Tola na Puva na Yashubu na Shimroni. Na wana wa Zabuloni ni Seredi na Eloni na Yaleeli. Hao ndio wana wa Lea aliyomzalia Yakobo katika Padan Aram na Dina binti yake. Nafsi zote za wanawe na binti zake walikuwa 33. Na wana wa Gadi ni Sefoni na Hagi na Shuni na Esboni na Eri na Arodi na Areli. Na wana wa Asheri ni Imna na Ishva na Ishvi na Beria
na Sera umbu lao. Na wana wa Beria ni Heberi na Malkieli. Hao ndio wana wa Zilpa ambaye Labani alimpa Lea binti yake, naye akamzalia Yakobo hao nafsi 16. Wana wa Raheli mkewe Yakobo, Yusufu na Benyamin. Walizaliwa kwake Yusufu katika nchi ya Misri. Manase na Efraim aliomzalia Asenati binti Potifera kuhani wa Oni. Na wana wa Benyamini ni Bela na Bekeri na Ashbeli na Gera na Naamani na Ehi na Roshi na Mupimu na Hupimu na Ardi. Hao ndio wana wa Raheli aliomzalia Yakobo, nafsi zote walikuwa 14. Na wana wa Dani ni Hushimu, na wana wa Naftali ni Yaseeli na Guni na Yaseri na Shilemu. Hao ndio wana wa Bilha ambaye Labani alimpa Raheli binti yake, naye akamzalia Yakobo hao. Nafsi zote walikuwa 7. Nafsi zote waliokuja pamoja na Yakobo mpaka Misri, waliotoka viunoni mwake bila wake za wanawe Yakobo, nafsi zote walikuwa 66. Na wana wa Yusufu aliozaliwa katika Misri walikuwa nafsi 2. Nafsi zote za nyumba ya Yakobo walioingia Misri walikuwa 70. Yakobo akampeleka Yuda mbele yake kwa Yusufu ili amuongoze njia mpaka Gosheni. Wakaja mpaka nchi ya Gosheni. Yusufu akatandika gari lake, akapanda kwenda kumlaki Israeli babaye huko Goshen. Akajionyesha kwake, akamwangukia shingoni, akalia shingoni mwake kitambo kizima. Israeli akamwambia Yusufu, na nife sasa kwa kuwa nimekuona uso wako ya kuwa ungali hai. Yusufu akawaambia ndugu zake na watu wa nyumbani mwa baba yake, nitapanda mimi nimpashe Farao habari. Nitamwambia ndugu zangu na watu wa nyumbani mwa baba yangu waliokuwa katika nchi ya Kanaani wamenijia. Na watu hao ni wachungaji, maana wamekuwa watu wa kuchunga wanyama, nao wameleta kondoo zao na ng'ombe zao nayo. Itakuwa Farao atakapowaita na kuwauliza kazi yenu ni nini, semeni watumwa wako tumekuwa wachunga wanyama tangu ujana wetu na hata leo, sisi na baba zetu, mpate kukaa katika nchi ya Gosheni, maana kila mchunga wanyama ni chukizo kwa Wamisri. Msikilizaji, na hapo panatamatisha sura hii ya 46 ya kitabu cha Mwanzo. Endelea kwa pamoja na sisi katika sura inayofuata, sura ya 47. Lakini sura ya 46 hapo ndio mwisho. Mungu wa mbinguni, muumba wa mbingu na nchi, akubariki na akulinde utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.